Zangu tumusifu Yesu Kristo. Tunaendelea kusherekea Pasaka mpaka Pentekoste. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 5 ya Pasaka mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 21 hadi 27. Somo la pili ni kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ya 1 hadi 5. Injili ni ya Yohane sura ya 13 aya ya 31 hadi 33 na aya ya 34 hadi 35. Yesu anatuambia, amri mpya nawapa, mpendane. Kumbe kupendana ni amri. Sio kitu cha kufanya kwa hiari. Ni amri. Na kinyume na upendo ni chuki. Kumbe chuki ni dhambi kubwa. Ni kinyume na amri ya Mungu ya kupendana. Kumbe hatuwezi kusema fulani mimi namchukia. Huna ruhusa ya kumchukia mwanadamu mwenzako. Unachoweza kufanya ni kuchukia matendo yake mabaya na mawazo yake mabaya kuyachukia. Lakini papo hapo kuanza shughuli ya kumrekebisha ndio upendo wenyewe. Kuanza shughuli ya kumshauri, kuanza shughuli ya kumuombea ukiona kwamba ni kama ameshindikana, na umkabidhi Mungu. Maana kilichoshindikana kwa mwanadamu kwa Mungu kinawezekana. Kwa hiyo umkabidhi Mungu katika sala. Kama unaona kwamba yeye anatembea gizani, anatembea katika chuki, anakuchukia, umemwambia mara 2 mara 3 mpatane, yeye hataki, basi kuna nafasi ya sala, kuna nafasi ya neema ya Mungu inayoweza kumsaidia. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaambatanisha sala yako na kufunga, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Maana hata wazee walipochaguliwa kwa ajili ya kila kanisa, wakaomba pamoja na kufunga ili wawaweke katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Kumbe wakati mwingine sala zetu zinapata nguvu zaidi tukiziambatanisha na kufunga. Kwa hiyo neema ya Mungu inaweza kusaidia yule ambaye wewe uliona kwamba anatembea gizani, anatembea katika chuki, au anakuchukia wewe, au anawachukia wengine, na ulimshauri, ulimurekebisha akashindikana, umkabidhi neema ya Mungu, itamsaidia, itamgusa. Na sasa hivi tuko katika mwezi wa Bikira Maria, tukumbuke pia kukabidhi maombi yetu na sala zetu kwa mama Bikira Maria, aweze kuzinyosha vizuri na kuzipeleka kwa Mungu. Kumbe tuna msaada mkubwa, hiyo misaada yote tunaalikwa kuitumia. Tunaposikia katika somo la pili kutoka kitabu cha Ufunuo kwamba Yohane aliona mbingu mpya na nchi mpya, basi tusifikiri kwamba mbingu mpya ni yale maskani ya Mungu, au pale ambapo tutaenda kukaa milele na milele baada ya kumaliza safari yetu hapa duniani. Kumbe ni mbingu nyingine kama tunavyoiona anga. Ndiyo mbingu. Maana alisema kwamba tazama maskani ya Mungu ni pamoja ya wanadamu. Hiyo ni mbingu, ndio ufalme wa Mungu
ambao ndio makazi yetu ya milele. Lakini sasa kuna kitu kinachoitwa anga. Ndio anga sasa ni kama ni hayo yote yatakuwa mapya na dunia yetu kama mbingu mpya na nchi mpya, hayo sasa Yohana anasema kwamba yatabadilika, yatakuwa mapya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, alivyoona Yohana. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo yatakuwa mazuri, yatakuwa mapya kwa kutokana na upendo ambao tunauishi hapa duniani. Utabadilisha mambo mengi. Hii dunia yetu haiwezi kubadilishwa na kisasi. Kama unataka dunia yetu iboreke, ishi katika upendo, na yule anayekuchukia badala ya kumlipizia kisasi, ujitahidi kumuonyesha upendo. Upendo inaweza ikawa tiba kwake. Akiona kwamba unampenda ingawa yeye anakuchukia, inaweza ikawa ni tiba kwake. Kumbe tuweze kuitibu dunia yetu kwa upendo, sio kwa kisasi wala sio kwa chuki. Ndugu zangu, na tunajua kwamba hayo yote sio rahisi, lakini hata kama sio rahisi, neema ya Mungu itatuwezesha yale ambayo ni magumu. Yote tumkabidhi Mama Bikira Maria, hasa katika mwezi huu wa 5, mwezi wa Bikira Maria, tunaposali rozari, na mama yetu ni mwombezi wetu, ataendelea kutuombea. Yote ambayo yameshindikana, na pale ambapo kuna vita, kuna migogoro, kuna chuki, kuna malumbano, Mungu anaweza akaibadilisha mioyo ya wanadamu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.